Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya pili ya Pasaka. Naamini wengi mnaendelea vizuri na Mungu anazidi kuwabariki katika Pasaka hii ambayo tunaendelea nayo. Katika Dominika ya leo, wazo letu la leo ni Shalom. Wazo la leo ni Shalom. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu, leo Dominika hii inaitwa Dominika ya huruma ya Mungu. Tunaadhimisha Dominika ya pili ya Pasaka ambayo katika mwaka 2000 wa Ukristo duniani, Dominika ilipewa jina la Dominika ya huruma ya Mungu. Kwa sababu gani Dominika hii ilipewa jina la Dominika ya huruma ya Mungu? Nitawaeleza. Ni katika Dominika hii Mungu anawakirimia waamini wake zawadi ya amani, ili waweze kwa ujasiri kutangaza fumbo kuu la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na namba pili, ni katika Dominika hii waamini wanapata neema ya kumpokea tena Roho Mtakatifu kwa maondoleo ya dhambi zao, kazi ambayo inaendelezwa na warithi wa mitume, yaani maaskofu wakisaidiwa na mapadri. Ni katika Dominika hii wasiwasi wa kiimani unaondolewa, na ule wasiwasi waliokuwa nao watu kama Tomaso wote unapotea, na Kristo mfufuka anasema amani iwe nawe. Na naamini ndugu zangu, wewe leo utaweza kusema kutoka ndani ya moyo wako, Bwana wangu na Mungu wangu, Bwana wangu na Mungu wangu. Dominika ya huruma ya Mungu, huyu Bwana na Mungu anatupa huruma yake, anatupa amani yake tuweze kuishi nayo. Masomo yetu ukiyasoma vizuri utaweza kugundua makubwa sana ambayo Mungu anafanya katika safari yetu ya maisha. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 5 aya ile ya 12 mpaka ya 16. Somo la pili linatoka kitabu cha Ufunuo, ile sura ya kwanza aya ya 9 mpaka 11a, aya ya 12 mpaka ya 13 na ile aya ya 17 mpaka 19. Somo la Injili ni Injili ya Yohane, ile sura ya 20 aya ya 19 mpaka 31. Ndugu zangu, mengi sana tunaweza kutafakari katika masomo haya, lakini kikubwa amani iwe nawe. Nitaanza kutafakari somo la kwanza ili uweze kuelewa namna gani Mungu anatupatia amani. Somo la kwanza nimesema kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 5 aya ya 12 mpaka 16. Ni somo linaloelezea makuu ya Mungu na nguvu za Mungu zinazoonekana kwa muujiza waliokuwa wanafanya mitume. Hii ni kuonyesha na kudhihirisha kuwa Kristo yupo na anaendelea kufanya kazi kupitia wafuasi wake, yaani mitume. Ndio somo hili tunaloliona katika Dominika hii. Tunaweza kujiuliza, je, nguvu ya Kristo mfufuka inaonekana namna gani katika masomo haya ambayo tumeyasikia? Katika somo hili ambalo tumelisikia, namba moja, ni katika maisha ya jumuiya. Ni katika maisha ya jumuiya. Somo linaeleza vizuri kuwa kanisa la kwanza liliishi maisha ya kijumuiya. Waliishi kwa mapendo na ushirikiano, wakawa mfano wa kuigwa na wengi wakajiunga nao. Hawa wafuasi wa kwanza waliishi maisha ya kijumuiya. Ile kitendo cha kuishi pamoja kiliwavutia watu wengi na watu wakajiunga nao. Amani ilitawala katika maisha ya kijumuiya. Wasiwasi, hofu na mapungufu na mashaka ya kila mmoja yalimezwa kwa nguvu ya kijumuiya, kwa sababu wahenga wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na ndio hicho tunaendelea nacho sisi katika jamii yetu ya Wakristo. Inaumiza sana, inasikitisha pale mmoja anapoenda kinyume na yale maagizo ya kanisa juu ya nguvu ya jumuiya ndogo ndogo. Kwa hiyo nguvu ya jumuiya inaonekana katika somo hili na amani ya Kristo inatawala. Jambo la pili katika somo hili tunaona ni imani.
Nguvu ya Kristo mfufuka inajidhihirisha kwa imani ya watu waliokuwa nayo kwa Kristo kupitia mitume wake. Ndio maana waliweka wagonjwa njiani ili kivuli cha mitume kikipita hawa watu waweze kupona. Ni kitu kizuri sana ambacho lazima kukielewa sana. Ni imani kubwa sana ambayo wafuasi walikuwa nayo, Wakristo walikuwa nayo juu ya mitume, na hii ni imani kubwa mno, na ndiyo imani ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa nayo kwa Kristo ili aendelee kufanya kazi ndani ya moyo wa kila mmoja. Na kweli hii nguvu ya imani itaendelea kufanya kazi kama kila mmoja wetu atakuwa na imani kwa wafuasi wa Kristo au mitume wa Kristo ambao ni mapadri. Na ni kwa namna hiyo basi sakramenti mbalimbali ambazo mapadri wanalazimisha au zinalazimishwa zinaonyesha nguvu ya Kristo ya uponyaji. Ukweli usiopingika ni kuwa udhaifu mkubwa wa wanadamu unatokana na dhambi, na Kristo mwenyewe kwa mikono ya padri anaponya na kuondoa udhaifu huo, nasi tunakuwa huru na huruma ya Mungu inaonekana. Hofu, mashaka, roho ya majuto na milango ya dhambi inafunguliwa, nasi tunakuwa huru. Ndio maana nakwambia tena, amani iwe nawe, amani iwe nawe. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya kwanza aya ya 9 mpaka ya 11a, aya ya 12 mpaka ya 13 na ile aya ya 17 mpaka ile aya ya 19. Ni kitabu cha maono au njozi za mtume Yohane aliyekuwa katika kifungo na mateso katika kisiwa cha Patmos. Sio yeye tu aliyekuwa anapitia mateso, bali na Wakristo waliokuwa wanaishi maisha ya Kristo kiukweli walikuwa wanapitia mengi, walikuwa wanapitia mateso makubwa sana, walikuwa wanaishi maisha ya wasiwasi. Kikubwa ambacho sasa walitakiwa kukifanya, walitakiwa kuwa mashuhuda, na wengi walimwaga damu na wengi waliteseka, lakini walihimizwa kutokata tamaa. Wakiwa katika milango au magereza ya wasiwasi na hofu na mashaka, mtume Yohane anawaandikia ili kuwapa moyo kuwa Kristo yupo katikati yao, na ndio hili somo ambalo tumelisikia. Yeye ni hakimu wa ulimwengu. Tumesikia mfano wa makanisa 7, ishara ya vinara vya taa 7 vya dhahabu. Yeye ndiye anayewajua na si mwingine. Ndiye atakayewahukumu kwa kadri ya matendo mema na si mwingine. Hiki tumekisikia katika somo hili. Kingine anawaambia Kristo katikati yao namna gani? Yeye ni kuhani aliyetoa sadaka kwa ajili yao. Tumesikia Yohana akieleza ishara ya kanzu. Hivyo anawapa moyo wasiogope. Anawaeleza tena kwamba Kristo huyu mfufuka ni mfalme, hakuna mwingine, ni ishara ya mshipi wa dhahabu. Tumesikia katika somo hili hakuna utawala wala mamlaka yanayoweza kushinda mamlaka ya Kristo. Kwa hiyo anawaambia wasiogope, wawe na moyo, wasikate tamaa katika mateso au mahangaiko wanayoyapitia katika imani yao. Sikia, anasema hivi: mimi ni wa kwanza na wa mwisho, aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Hii ni kauli ya kishujaa, ni kauli inayotia moyo kwa wale wa Kristo waliokuwa wanateseka. Anasisitiza, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Haya ni mamlaka makubwa ya Kristo ambayo Yohane anawaandikia wafuasi wake ili kuzidi kuwapa moyo, wasikate tamaa, wabaki wamesimama katika imani. Mwenye funguo ni mwenye mamlaka. Mwenye funguo ni mwenye mamlaka. Ndugu zangu, tukiwa na imani kwake huyu Yesu Kristo mfufuka, hatuna haja ya kukifungia milango, hatuna haja ya kuwa na wasiwasi, hatuna haja ya kuwa na mashaka. Majaribu, matukano, madhaifu, mitihani ya maisha
haiwezi kumshinda huyu Kristo ambaye mimi na wewe tuna imani naye. Ndio maana tunasema amani iwe nawe. Somo la Injili ambalo tunalisikia vizuri linatoka Injili ya Yohane ile sura ya 20 aya 19 mpaka 31. Hii ni somo ambalo tumelisikia mara nyingi sana. Ni katika somo hili tunaona mambo kadhaa. Ya kwanza tunaona nguvu ya jumuiya. Tomaso alikuwa nje ya jumuiya, lakini alipokuwa ndani aliweza kumshuhudia na kumwona Kristo. Kwa hiyo tukitaka kuonja upendo wa Kristo, tukitaka kumwona Kristo, lazima kuwa na uwezo wa kutambua nguvu ya kuwa ndani ya jumuiya. Namba 2, nguvu ya sakramenti ya kitubio. Kumbe sakramenti ya kitubio iliwekwa na Kristo mwenyewe na aliwapa mamlaka na nguvu mitume kufanya hivyo. Na ni katika sakramenti hii ya kitubio tunaonja huruma ya Mungu. Naomba niwaombe tusiache kukimbilia hii huruma ya Mungu. Ni katika somo hili tunasikia mimi na wewe na kitu kizuri sana, tunapata heri. Maana hatumuoni Kristo kwa jicho la nyama, ila kwa jicho la imani tunaona na kusadiki. Na katika kusadiki tunapata neema. Mwili na damu ya Kristo vinaonekana kila siku katika maisha yetu katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Nasi tunasadiki, nasi tunaona, tunapata neema. Ndugu zangu katika Kristo, ili kuwa na amani, mambo mengi sana hapa nimeanza kwa tafakari ya masomo haya matatu ili tuweze kuelewa. Lakini tukiwa na wazo kuu, amani iwe nawe, hebu tuangalie jambo moja kubwa na la maana sana katika maisha yetu. Milango imefungwa. Hawa mitume walikuwa ndani, milango imefungwa. Tumesikia katika somo la Injili, ikawa ni jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa wanafunzi, milango imefungwa. Hofu ya Wayahudi ilifanya hawa wanafunzi wafunge milango. Kristo anawatokea katikati ya milango iliyofungwa, anawaambia amani iwe nanyi. Baada ya siku 8 tunasikia tena milango imefungwa, na Kristo anatokea tena anawaambia amani iwe kwenu. Shalom, shalom. Ndugu zangu katika Kristo, naomba tafakari juu ya hii milango inayofungwa. Naomba tafakari juu ya milango imefungwa. Na hapa naomba tuangalie mambo makuu matatu. Moja, kuna milango inayofungwa. Kuna milango unayojifungia na kuna milango unayojifunga yenyewe. Moja, tuanze milango inayofungwa. Ndugu katika Kristo, naomba niwaambie ukweli. Kila mmoja katika safari yake ya maisha amewahi au anapitia kipindi au amewahi kupitia kipindi ambacho milango imefungwa. Mambo hayaendi au hayaendi vile ninavyotarajia, milango imefungwa. Nilitarajia kupandishwa cheo, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kupandishwa mshahara, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kupata kazi, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kufunga ndoa, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kupata mtoto, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kufaulu, lakini milango imefungwa. Nilitarajia uhusiano huu utaenda mbali, lakini milango imefungwa. Nilitarajia amani, furaha, lakini milango imefungwa. Nilitarajia kutimiza ndoto, lakini milango imefungwa. Nilisali, kufunga na kuomba usiku na mchana, lakini milango imefungwa. Yeremia anasema nilitarajia amani, lakini hayakuja mema yoyote. Tulitarajia salama, lakini ni vitisho tu. Kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 8 aya ya 15. Yeremia kwake milango ilikuwa imefungwa. Na sisi katika maisha kuna kipindi milango inafungwa. Naomba niwaambie kitu. Wakati mwingine utake ustake ni Mungu anafunga milango. Kuna wakati Mungu anafunga milango. Anafunga milango ile ambayo mimi na wewe tunaitamani au unaitarajia, ili aweze kufungulia mlango mwingine mzuri zaidi.
Yawezekana ukatamani kazi hii, lakini Mungu akafunga milango. Yawezekana ukatamani uhusiano huu, lakini Mungu akafunga milango. Yawezekana ukatamani kufanya biashara na usifanikiwe, lakini ni Mungu anafunga milango. Sio kwamba Mungu haoni ukisali, sio kwamba Mungu haoni ukilia, sio kwamba Mungu haoni ukipiga magoti, lakini anafunga milango kwa sababu anatarajia kufungua mlango mkubwa zaidi. Wakati utafika, utapiga magoti, sio kwa kile alichokupa, bali kwa kile alichokinyima. Sio kwa milango ambayo unaona ameifungua, bali utamshukuru kwa milango aliyoifunga. Mtakatifu Francis Xavier anasema, amini usiamini, kuna siku utapiga magoti kumshukuru Mungu, sio kwa kile alichokupatia, bali kwa kile alichokunyima. Kuna wakati Mungu anafunga milango. Nataka niwaambie, yawezekana tusijue, ila Mungu anafunga milango wakati mwingine ili kutuepusha na hatari iliyo mbele zaidi, ambayo mimi na wewe tunaweza tusijue. Milango iliyofungwa na Mungu wakati mwingine ni kutunusuru mimi na wewe na gharika ambayo iko mbele. Nitawapa mfano. Ukisoma habari za Nuhu na gharika, utagundua kwamba Mungu mwenyewe alifunga milango ili kuemwepusha Nuhu na wale waliokuwa ndani ya safina na gharika. Tunasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 7 aya ya 16. Yawezekana hisia zetu, hulka zetu, tabia zetu, matarajio yetu, haraka zetu zinaweza zikatufanya tukaingia katika matatizo makubwa. Mungu anaona hiyo hatari iliyoko mbele, naye anafunga milango. Anaona kilio kilicho mbele yetu, anaona machozi yaliyoko mbele yetu, anaangalia mbele zaidi ya sisi, anafunga milango. Hivyo katika yote mshukuru Mungu. Mungu akifunga milango, wewe mshukuru. Muda mwingine Mungu anafunga milango ili kutufungulia milango leo mkubwa zaidi nimesema, lakini wakati mwingine Mungu anafunga milango ili mimi na wewe tukomae zaidi. Mimi na wewe anatupa muda ili tuweze kuelewa kile ambacho tunatamani au ambacho tunatarajia zaidi na zaidi. Tukishakomaa vizuri, Mungu atafungua milango. Inawezekana unatamani, Mungu anasema subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza. Kuchelewa kwa Mungu sio kukataa kwa Mungu. Wakati mwingine Mungu anafunga milango, lakini amani iwe nawe, maana Mungu atafungua milango nawe utapata baraka zaidi. Naomba nikwambie wazo la pili, namna nyingine ya pili. Watu huwa wanafunga milango. Ni jambo la kawaida sana. Naomba uelewe. Milango imefungwa, lakini ni watu huwa wanafunga milango. Katika maisha kuna wakati watu wanaweza kuwa sababu ya kufunga milango yako. Amini usiamini. Roho mbaya, chuki, majungu, fitina, masengenyo, vijicho vinaweza kufanya milango yako ya maisha ikafungwa. Na ni watu tu wakafunga milango kwa sababu ana cheo, kwa sababu ana mamlaka, kwa sababu ana namna fulani. Unaweza ukaona maisha hayana maana, ni kwa sababu watu wamefunga milango yako ya maisha. Unaweza ukaishi maisha ya wasiwasi kwa sababu watu wamefunga milango yako ya maisha. Unaweza usiwe na raha kwa sababu watu wamefunga milango yako ya maisha. Unaweza kukosa amani na furaha kwa sababu ni watu wamefunga milango yako ya maisha. Unaweza kukosa promotion hapa kazini kwa sababu tu watu wamefunga milango yako ya maisha. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na wasiwasi na walikuwa na woga kwa sababu tu ya Wayahudi. Walifanya milango ikafungwa, ni watu wale. Wakati mwingine kama unakumbuka habari za Yusufu, ndugu zake walifunga milango. Ndugu zake walimfungia pale alipoeleza juu ya ndoto zake, alipoeleza juu ya matarajio yake. Lakini kikubwa naomba niwaambie, hakuna mwanadamu yoyote yule mwenye mamlaka na uwezo juu yako. Hakuna anayeweza kuzuia kile ambacho Mungu amepanga juu ya maisha yako. Hakuna yeye anayeweza kufanya au kufunga milango ambayo Mungu anataka kuifungua. Sisi tuna mwanzo, yeye ana mwisho. Tumesikia mwenye mamlaka na nguvu juu yetu hana mwanzo wala mwisho. Yeye ni Alfa na Omega.
Wakati wake ukifika, atasimama katikati ya hiyo milango ambayo huyu mwanadamu anaifunga, naye atatangaza amani yake. Maisha yatabadilika, milango itafunguka, na wale ambao wanafunga milango watajiona si lolote, si chochote. Nikombe katika safari yako ya maisha, usiwe sababu, usiwe chanzo cha kufunga milango ya mwanadamu mwenzako, kwa sababu siku Mungu akisimama katikati akatangaza amani kwa huyu ambaye umemfungia milango, utaaibika nawe utapata fedheha. Amini usamini, usiwe sababu ya kufunga milango. Nitawapa mfano. Sean Stevenson alizaliwa na ugonjwa ambao ulimfanya asiweze kutembea. Madaktari walipomwona walisema atakufa. Naomba nilikuwa nasema hivi, nilipozaliwa madaktari waliwaambia wazazi wangu kwamba ndani ya masaa 24 nitakuwa nimekufa. Anasema baada ya miaka 35 madaktari wale wote walikuwa wamekufa, yeye alibaki mzima. Hakuna mwenye mamlaka juu yako, hakuna mwenye nguvu juu yako. Amini usamini, usiwe sababu ya kufunga milango ili usije ukaibika Mungu atakapofungua milango. La mwisho, iko hivi, naweza nikafunga milango mwenyewe. Wakati mwingine mimi naweza nikawa sababu au nikajifungia milango. Ndugu zangu, naomba niwaambie, kwa sababu za kimazingira au udhaifu wangu, naweza nikafunga milango. Inawezekana naamini sitapona, naamini sina vigezo, naamini sina bahati, naamini sitaoa wala sitaolewa, naamini mimi sio kama yule kama wale, naamini napitia hivi kwa sababu ya makosa niliyoyafanya huko nyuma, naamini juu ya laana, naamini juu ya, yani nimeweka hukumu juu yangu ambayo hiyo hukumu inafanya milango yangu ya maisha ifunge. Sasa naomba niwaambie hivi, usije ukajifungia milango kwa sababu Mungu anakupenda. Nikwambie kitu, hiki si shauri la Mungu, bali ni shauri lako. Woga wako, wasiwasi wako, mashaka yako hayawezi kuzuia kile ambacho Mungu ameweka mbele yako. Yawezekana umefunga milango ya matumaini, umefunga mlango wa baraka, uwezo wa Mungu juu yako, lakini Mungu, naomba nikwambie, atasimama katikati, atafungua milango yako uliyofunga. Hata kuacha uishi kwa wasiwasi, hata kuacha uishi kwa woga, hata kuacha uishi kwa msongo wa mawazo. Mungu wetu ni mwema. Hata kama tukifunga milango na kutoa sababu ya kufunga milango kwamba umri umeenda, nguvu sina, mtaji sina, nimeumizwa sana, nimejaribu sana, nimechelewa, afya yangu, ila Mungu atasimama katikati, atafungua milango. Yeye ashindwi wala azuiwi na chochote kile katika safari yako ya maisha. Naomba nikwambie kitu, naomba nibariki, nikubariki leo tunapofanya sherehe ya huduma ya Mungu. Baba, dada, kaka, na wewe unayenitazama, amini usiamini, uko mbioni kuona milango inafunguka. Uko mbioni kuona milango iliyofungwa kwa muda mrefu inafunguka katika maisha yako. Hautaweza kuzuia, bali utaona afya yako ikiimarika ghafla, utaona milango ya kazi inafunguka ghafla, utaona milango ya uzazi inafunguka ghafla, utaona milango ya biashara inafunguka ghafla, milango ya riziki inafunguka ghafla. Nao utaona mtu sahihi katika safari yako ya maisha, na amani itatawala katika hata familia yako. Milango iliyofungwa katika familia yako itafunguka. Mungu atakubariki sasa na hata milele. Nini kitatokea sasa katika safari yako ya maisha? Nini utaona katika safari yako ya maisha? Utaona sasa, naomba nimalizie kwamba Kristo anasimama katikati. Yeye aliye juu ya kila kitu atasimama katikati ya maisha yako, naye atatangaza amani, atasema shalom. Na ni ukweli ulio dhahiri kwamba amani hii itatawala katika safari yako ya maisha milele na milele. Amina. Nawe tumshuhudia Kristo. Mungu awabariki sana katika Dominika hii ya huduma ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Milango itafunguka. Milango itafunguka.
utafunguka, amani itarudi, na mkono wa Mungu utaonekana katika safari yako ya maisha. Mungu akubariki tena na tena maisha yako yote. Amina.